Leo ningependa niongelee jambo moja la muhimu sana kuhusiana na habari njema ya neno la Mungu na kuhusiana na kumtafuta Mungu, wokovu na njia ya kwenda mbinguni. Yaani kwa ujumla, kwa wewe ambaye unafuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, ninaamini kabisa lengo lako ni kujifunza. Kama sisi ambavyo tumeweka lengo la kuwafundisha zaidi watu maarifa ili yawasaidie katika kuomba kwao, yawasaidie katika kumfahamu Mungu. Kuna vitu ambavyo ni vya kikanuni, lazima ujue kanuni zake, lazima ujue maarifa ili uweze kufanikiwa na njia ya kumtafuta Mungu kwako iwe rahisi. Basi naamini na wewe pia unasikiliza mafundisho haya, unatazama mafundisho haya, unafuatilia mafundisho haya ili tu upate kufahamu vizuri, uijue namna iliyo bora ya kumtafuta Mungu na wewe uweze kufika mbinguni. Lengo kubwa ni hilo. Yaani lengo la haya yote, tunaitafuta njia ya mbinguni. Tumalize safari yetu hapa duniani, tumalize mwendo wetu salama hapa duniani, na pale ambapo uhai wetu wa duniani utafika mwisho, basi tuwe tumepata tiketi ya kwenda mbinguni. Kama kuna mtu anafuatilia mafundisho bila nia ama kusudi la namna hii, basi wewe utakuwa, kwa kweli nikupe pole, na utakuwa unafanya kazi bure. Sasa nimekuwa nikitafakari jambo fulani peke yangu, nikasema niweze kushare na nyinyi ambao wafuatiliaji wa mafundisho haya. Ni share na nyinyi kwa mambo machache yatakuwa, lakini ni ya muhimu sana. Sasa leo naomba ukamate vitu kadhaa, na ni muhimu sana. Yaani nimetafakari nikasema ni share na nyinyi, haikuwa katika ratiba yangu ya mafundisho. Jambo la kwanza, Yesu atakapokuja hatakuja kuchukua dhehebu la aina yote. Naomba unielewe vizuri sana. Yesu atakapokuja hatakuja kuchukua dhehebu la aina yoyote. Yesu hafuati dhehebu. Yesu atakapokuja atakuja kulichukua kanisa. Kanisa ni nini? Kanisa ni wewe na mimi ambao tumeyarithi mafundisho matakatifu yaliyotoka kwa baba zetu mitume na manabii na mapokeo mbalimbali, pamoja na mafundisho yale ambayo Yesu alikuja kuyatimiliza na kulianzisha kanisa. Maana mwanzilishi wa kanisa ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yesu ndiye alianzisha kanisa, na Yesu alipoanzisha kanisa hakuanzisha dhehebu la aina yoyote. Alifundisha kwa habari ya neno la Mungu, neno lililotoka mbinguni, ambalo kuna alilokuja nalo yeye na kuna neno lililokuwepo kabla ya yeye kuja. Kwa hiyo tunachanganya mafundisho haya, tunajifunza kwa ufasaha tuweze kuelewa ili tuweze kuvuka. Nimependa kusema hii kwa msisitizo kwa sababu kuna watu wanaamini wakiwa wanatokea mahali fulani, kwa maana ya dhehebu fulani ama kanisa fulani ama dini fulani, wanaamini kwamba hiyo ndio tiketi ya kwenda mbinguni. Mimi nakuambia ninakueleza wazi, kama hautofuata misingi ile ambayo Yesu Kristo mwenyewe alituambia tufuate, na akasema yeye ndiye njia na uzima, mtu hawezi kwenda kwa Baba ila kwa njia yake. Yaani mtu hawezi kuona ufalme wa mbinguni ila kwa njia ya Kristo Yesu mwenyewe. Hakusema kwa njia ya kanisa lolote kwa kulitaja jina, bali kanisa ni Yesu mwenyewe, ndiye mwanzilishi wa kanisa la kwanza. Na ndio maana Wakristo ndio wanaabudu kanisani. Wakristo ndio kanisa lenyewe.
Sasa hao Wakristo wakaanza kugawanyika toka kuanza kukusanywa kwa neno lenyewe, kuanza utaratibu wa kiibada wa kidhehebu na utaratibu mwingine na mwingine na mwingine. Lengo la madhehebu ni kukufundisha wewe. Kwa hiyo Yesu atakapokuja atatazama vile vitu ambavyo alikuambia usivifanye, haukuvifanya, na kama ulivifanya, ulikumbuka kuomba toba? Ulikumbuka kukaa katika njia iliyo sahihi? Unajua, inawezekana mtu akawa ni mwenye dhambi sana. Tazama, anaweza kuwa hata ni Mkristo lakini akawa ni labda mshirikina kabisa, labda mganga kabisa, ameshikilia uganga wake, ila siku ya kufa, labda anapokaribia kufa akaokoka, huyu mbinguni anaenda kabisa bila tatizo lolote, kwa sababu wokovu ni tendo la mara moja, tena ni sekunde tu. Mtu anasema Yesu niokoe, ameokolewa. Haijalishi ndio anakaribia kukata roho, akipata neema ya kusema Yesu niokoe, hamuulizi wewe ni dhehebu gani, hata muuliza wewe unasali sui KKT, unasali Pentecost, Anglikana, sui Roman Catholic, sui wewe unasali kwa walokole, sui wapi na wapi, FCPT na makanisa mengine, hata uuliza neno hilo. Akiomba Yesu niokoe, basi anaokolewa, kwa sababu ametaja jina la Yesu, akiomba kuokolewa kwa dhati, akitambua kabisa maisha yake yamefika mwisho. Lengo la kuyasema haya ninayoyasema, kuna umuhimu. Nimeona kuna shida mahali, ninaona kuna shida mahali ambayo itakuja kuwagharimu Wakristo wengi sana. Kuna shida ambayo itagharimu Wakristo wengi sana, na shida hiyo ni ya mimi ninasali sehemu fulani. Unaenda mahali unafanya kitu, anakuja mtu kukuuliza wewe mchungaji wako nani? Kuwa makini. Yesu hatauliza hilo swali. Yesu atakutazama unaishi katika yale maisha ya utakatifu, maisha ambayo alikusudia uishi. Sasa siku hizi na tangu zamani imekuwa hivyo, kuna mafundisho yana walakini, kuna mafundisho yana makosa, lakini kuna makosa ya kibinadamu. Na maanisha nini? Mwanadamu anapofundisha huenda akafanya makosa ya ufundishaji akiwa kama mwanadamu. Kumbuka enzi ya Musa, watu walioa wanawake zaidi ya mmoja na walitoa taraka, kitu ambacho Mungu hakukusudia mwanadamu awe hivyo. Mungu alipanga mwanadamu awe na mke mmoja na mume mmoja. Yaani kama ni mke unaolewa na mume mmoja, na kama ni mume unakuwa na mke mmoja. Na swala la talaka katika Ukristo hilo halipo. Yaani anajiita Mkristo, anatambua ni Mkristo, talaka haipo. Lakini ukisoma katika kitabu cha Mathayo, kuna swali ambalo Yesu alikuwa analijibu, makosa ya kufundisha ama makosa ya kiutendaji katika kufundisha neno la Mungu. Kuna makosa huwa yanatokea. Sasa makosa haya hata leo anaweza kuwepo, usije ukayapuuzia. Ukiyaona kama makosa, jaribu kuyaepuka wewe kama wewe. Usitegemee kanisa lako likubebea hayo makosa. Yaani kwa kuwa kanisa linaona hilo sio kosa, ukafikiri na Mungu anasema hilo sio kosa. Ninakutahadharisha kwa kiwango cha juu sana. Na kama una neema ya kusema na Mungu, na kama una watumishi unawaamini wanaweza kusema na Mungu, wakaulize swala analokwenda kukuambia. Kuna mahali kanisa linabeba uovu, kuna mahali kanisa linahalalisha uovu. Hayo ni makosa ya kiutendaji ambayo hayawezi kusababisha hiyo isiwe dhambi, ama jambo kama hilo lisiwe chukizo kwa Mungu. Tusome kwa habari ya kitabu cha Mathayo ile sura ya 19. Mathayo sura ya 19, nitaanza kusoma ile aya 6. Yesu anaeleza kwa habari za kuoa. Aya 6 anasema hivi: hata wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa maana lile kusudi Mungu alilolifanya mwanadamu asilitenganishe, sio kwamba hawezi kulitenganisha, anaweza kulitenganisha mwanadamu, ila Mungu anaonya kwamba mwanadamu asilitenganishe, kwa sababu ukitenganisha utawajibika.
Sasa tukienda aya 7 anasema wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Unaona kuna kitu kinazungumzwa hapa, yani kuna conversation, kuna mazungumzo yanaendelea. Wanamhoji Yesu kwamba jinsi gani Musa alikubali kutoa kibali cha hati ya talaka na kumwacha mwanamke. Hati ya talaka, unaona kwamba kumwacha hati ya talaka na kumwacha. Wanasema Musa aliruhusu kumwacha mwanamke na hati ya talaka, wakati Yesu anasema nini? Yesu anasema aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Yesu anajibu hili ndio kosa anasema ambalo mpaka leo lipo, yani kule kuoa na kuacha na kutoa talaka hakukuwa halali mbele za Bwana, ijapokuwa mtumishi wa Mungu Musa alihalalisha lile lilikuwa ni kosa, hata kama lilihalalishwa. Kwa hiyo kama lilikuwa ni kosa la kuwajibika, maana yake wewe utawajibika, sio kwa sababu Musa alisema, sio kwa sababu nabii fulani alisema, sio kwa sababu mchungaji fulani alisema. Hata kama ni mchungaji anayeaminika akisema jambo ambalo ni hatia mbele ya Mungu, wewe ukilifanya utawajibika. Nisikilize kwa makini, nimetaka kunyoosha hiyo eneo. Hii kitu itaumiza watu wengi sana. Sasa Yesu anasema nini? Yesu kwenye ile aya 8 akasema hivi, akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaambia ruhusa ya kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia nini, kila mtu atakayemwacha mke wake, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini, naye amuoaye yule aliyeachwa azini. Unaona jinsi ilivyo, anasema nini hapa? Kwa hiyo Yesu anatimiliza Torati. Ndio maana kuna mahali Yesu alisema, sikuja kuitangua Torati, nimekuja kuitimiliza Torati. Kwa hiyo Yesu aligundua kuna makosa alifanyika. Musa hakuweza kuwakazia wale kwa sababu walikuwa wagumu wa mioyo, akawaacha. Sasa kuna wao walijichukulia kwamba kama Musa ametupa hii hati basi ni halali, na kanisa la leo linaua ugonjwa. Sasa inapoelekea itafika hatua mambo yatakuwa mabaya zaidi, lakini heri wewe unayesikia na ukabadilika. Ndicho nachotaka nikuambie siku ya leo. Nataka nikuambie kanisa la leo, kuna watu wanavaa suruali kanisani. Ninakueleza wazi, jambo hilo si mimi nisemaye, kama mtumishi wako nimesema hivi. Ndio maana mimi sitaki kujitambulisha ni nani, zaidi ya kuwa mtumishi wa Mungu ninayelifundisha neno la Mungu kupitia jukwaa letu la mikono ya Kristo, kupitia timu nzima ya mikono ya Kristo. Tunafundisha neno la Mungu pamoja na mimi. Sasa mimi si msemaji wa mwisho. Tunapokuwa tunaomba kwa baada ya kufundisha, tunapiga magoti, tunamsihi Bwana, na Bwana anasema kwa habari ya kufundisha. Wakati mwingine anatupa mawazo ya kufundisha, wakati mwingine anasema fundisha kitu fulani. Na tunapopata ukakasi wa jambo lolote, tunauliza kuhusu jambo. Kuhusu suruali, ninakwambia kama Bwana aishivyo, aliyenituma kufanya kazi hii, kuvaa suruali ni chukizo mbele za Bwana. Nisikilize nachosema, na wewe sasa, kama unaweza kupiga magoti, kama una utamaduni wa kupiga magoti kumuuliza Mungu mambo mengine, changamoto zako mbalimbali, na kama Mungu anasema na wewe na una hakika Mungu anasema na wewe, muulize kwa habari ya suruali, akujibu kama kuvaa suruali ni jambo linalompendeza ama ni chukizo mbele zake. Jibu utakalopata unaweza kuja kushare kwenye comment, ama utashare na wengine. Kwa hiyo kanisa la leo, kuna makanisa yanaruhusu eti kwa sababu mtumishi ama mkuu wa kanisa ama mchungaji kiongozi ama yeyote yule amesema kuvaa suruali sio chukizo mbele za Mungu, amesema yeye. Wewe unapaswa kujitafakari. Kwa nini watumishi wengine waseme si sawa, halafu kwa nini watumishi wengine waseme ni sawa sawa? Ukishasikia maswali yamekuwa mmoja anasema ndio, mwingine anasema hapana, ni wakati wako kuchukua Biblia na kuisoma na kuitafakari na kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kumsihi akuambie ukweli.
Nimesema hili kwa sababu tangu mwanzo nimekuambia kuna ugonjwa kwenye kanisa la leo. Yani kanisa inaweza kuibeba dhambi alafu waamini wakahalalisha ile dhambi. Kiongozi anaibeba dhambi alafu waumini wanahalalisha ile dhambi kwa sababu ya kiongozi. Nakwambia huyo kiongozi anaweza kwenda motoni, alafu wewe unakwenda wapi? Sio kwa sababu tu amesema. Tumia akili yako kuweza kutafakari. Ndio maana hata mafundisho yetu mengi tunapenda kukufundisha wewe uweze kutafakari. Suruali, nimekwambia mfano wa suruali. Ndio hayo ya hati ya talaka Musa aliyoitoa, na wakasema ni halali, Yesu akaja akakataa. Swala lingine, pombe. Pombe ni haramu, pombe si nzuri, lakini nakueleza vizuri, kuna mahali pombe inabebwa, kuna mahali pombe inaonekana ni halali, tena kuna mahali ukisema kwamba pombe si halali wanaweza kukuweka kitimoto, wakakuweka mtukati, njoo tueleze wapi umeandikwa pombe haramu. Mimi nakueleza kile Mungu amesema, nakueleza kile Mungu amesema. Unajua hapa duniani kila mmoja kuna mahali ametoka, kila mmoja ana historia yake, hasa watu ambao wameokoka. Tena wale waliookoka kama nilivyookolewa mimi, tuna historia ya ajabu sana. Kuna mahali tulikuwepo, alafu Mungu ndiye alitutoa, sio mwanadamu. Ndio uzuri wenyewe, kwamba Mungu alinitoa mahali fulani akaniweka mahali fulani, akanifundisha vitu vingi, akanitaka niifanye kazi yake ya kuhubiri. Hakutaka nipite kwenye mkono wa mtu yoyote, alinitengeneza ili nifundishe. Ndio maana ukichunguza hata tunayoyafundisha, wewe ukikaa tu huko ukiyatafakari, utaona kabisa kuna ukweli. Unajua uongo unaonekana na ukweli unaonekana. Sasa nimekupa na wewe nafasi ya kuweza kumsihi Mungu akwambie. Sasa na pombe, nenda kamuulize Bwana majeshi, pombe ni halali? Muulize Mungu wa mbinguni, hivi kunywa pombe ni halali? Alafu atakujibu. Unajua Roho Mtakatifu, neno la Mungu liko wazi, anasema nyakati hizi ndizo nyakati zilitabiriwa kwamba Mungu atamimina roho wake kwa watumishi wake, kwa watu wake. Watoto watatabiri. Ndio nyakati hizi. Hamuoni watoto wadogo kabisa, vijana wadogo wa miaka, wengine ni watoto kabisa wanahubiri? Hamuoni? Lakini neno linasema hili, hawalikumbuki kwamba Mungu alisema nyakati za mwisho Roho wa Mungu atamiminwa kwa watoto wenu. Nitamimina roho wangu kwa watoto wenu. Neno linasema nitamimina roho wangu kwa watoto wenu. Watoto wenu watatabiri. Yani kutakuwa na ndoto nyingi, kutakuwa kuna utabiri wa kutosha, manabii watakuwa wengi. Ni nyakati hizi. Watoto hamuoni wanahubiri? Hamuoni roho wa Mungu yupo kwa watoto? Si mnaona? Kwani nyakati za miaka iliyopita yalikuwepo mambo haya? Maanake ndizo nyakati ambazo Mungu anashuhudia, nyakati nilizosema ni hizo. Kwa hiyo nataka kusema nini? Nataka kusema hivi, hata wewe unaweza ukakaa chini ukapiga magoti kabisa, mlilie Mungu. Nimemsikia mtumishi anasema kwa habari ya pombe, na mimi ninakunywa pombe nikijua kwamba pombe ni halali, labda kulewa ndio kitu ambacho hakimpendezi Mungu. Baba, naomba uniambie pombe ni halali ama sio halali? Mungu atakwambia, na akikwambia nitashukuru sana, ili wewe uwe mjumbe kwa wengine, uijue Injili ama habari njema ya neno la Mungu inayofundishwa kupitia jukwaa hili, channel ya Mikono ya Kristo. Ina maana kubwa katika maisha yako. Lengo wewe uokolewe, usifuate mkondo wa mtu yoyote. Yesu atakuja kama alivyopaa. Ukisoma Matendo ya Mitume ile sura ya 1, malaika wanasema mnashangaa nini? Jinsi alivyopaa ndivyo atakavyorudi kuja kuchukua kanisa lake. Haleluya. Kwa hiyo ukifanya uzembe, ujue utaondoka. Kuna mahali Biblia inasema, tena Biblia inaogopesha, alafu kuna watu wanafanya kama neno la Mungu ni la kawaida sana. Anasema wakati wa unyakuo itakuwa kama wakati wa Nuhu. Itakuwa kila mtu anafanya shughuli zake. Hebu tazama hapa, kila mtu katika shughuli zake. Dereva yupo kwenye kazi yake, mwenye anaendesha ndege yupo kwenye kazi yake, nahodha meli yuko kwenye kazi yake, aliyelala kitandani yupo kwenye kazi yake, aliyekuwa shambani yuko kazi yake. Lakini neno linasema mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa.
Hakuna mahali neno limesema wa kanisa fulani atatwaliwa na wa kanisa fulani ataachwa. Nimesema mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Maana yake ni nini? Atakayetwaliwa ni yule ambaye anaonekana mafuta yake yanawaka, taa yake haijazimika mpaka bibi harusi alipokuja kwenye sherehe. Ndipo Yesu mwenyewe mwenye kanisa lake atakaposhuka, ataangalia watu ambao taa zinawaka bado. Kesheni mkiomba, maana hamjui siku wala saa, lini mwana wa Adamu atakuja haijulikani. Kwa hiyo nikasema nikufundishe hili, wala halikuwa kwenye mpango wangu. Nimekuwa nimetafakari tu, kikanijia kitu akilini niseme. Naomba nikuambie, Yesu hatakuja kukuuliza wewe ni wa kanisa gani. Yesu ataangalia kile ambacho amekusudia wewe ukifanye, ulikifanya na unaendelea kukifanya na unakiishi. Kanisa litaponza watu, na hasa sio kanisa, madhehebu yatawaponza watu. Na nakwambia na wewe ambaye unang'ang'ania, mimi niko kwa fulani, tunakutana nao hao watu. Wewe unasali sehemu fulani, wewe unasali hiki, mbona hiki? Maswali yanakuwa namna hiyo. Kaa mbali na watu wa namna hiyo. Kaa mbali sana na watu wa namna hiyo. Mtu anayefundisha injili ya kweli, anayelifundisha neno la kweli, atakufundisha ukweli, atakwambia ukweli, halafu wewe mwenyewe utadecide. Yaani wewe mwenyewe utachagua kwamba hiki ni sahihi ama sio sahihi. Na mafundisho aina yetu tunayoyafundisha kwa mtindo wa maarifa, wengine watafundisha kwa mtindo wa neno lenyewe, basi utaona yanafanana, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Kile mimi nafundisha leo hapa, yupo mtu atakifundisha hata nisiyemjua, atakifundisha tu. Hata kama hatosema kama sisi mikono ya Kristo, atasema kama anavyoona yeye, kadiri Roho Mtakatifu alivyomwezesha na alivyomwelekeza. Lakini utagundua kwamba maana ya fundisho lake na maana ya fundisho langu yatafanana. Mafundisho yanaendana na nyakati. Kwa nyakati tulizo nazo zina mafundisho yake ambayo yanapaswa kuwa yanafanana, na hasa ni kwa habari ya wokovu. Huu ni wakati wa matengenezo. Huu ni wakati wa kukaa sawasawa. Watu wa asilimia kubwa wanamjua Mungu sasa, tofauti na mwanzo. Leo nahubiri hapa, nafundisha hapa, kuna watu Kongo wananifuatilia. Tazama, niko Tanzania. Kuna watu Kenya wananifuatilia, Tanzania wananifuatilia, nchi za nyingine Amerika wananifuatilia. Niko tu nimekaa hapa. Kwa hiyo watu wengi wanamjua Mungu kuliko zamani. Zamani injili ilikuwa lazima upige mguu uende. Kwa hiyo nimetaka nifundishe hili kwa makini sana. Kaa kwenye wokovu. Achana na uovu, ama achana na makosa ambayo yanafanyika kupitia dhehebu lako, kupitia kanisa unaloabudu. Kuna makosa ya kiutendaji, nimekuambia tangu mwanzo. Usiyafuatishe hayo, kwa sababu ni makosa ya kibinadamu. Kama vile Musa alivyoliachia lile kosa, akaja kulirekebisha Yesu mwenyewe na kusema kwamba tangu mwanzo kwamba hati ya talaka Mungu hakuikubali. Lakini kwa wakati wa Musa watu waliachana, watu walioa wanawake wawili, lakini kwa Mungu ilikuwa ni nini? Chukizo. Kwani Musa hakuwa nabii wa Bwana? Alikuwa nabii wa Bwana, lakini kuna kosa lilifanyika. Kwa hiyo na leo ni vile vile, yako madhehebu, yako makanisa yanafanya makosa fulani fulani. Kwa mfano, mtu yuko kwenye madhabahu kabisa, achana mtu yuko barabarani, madhabahu na iheshimiwe, ana suruali. Mwanamke ana suruali madhabahuni, na waendesha madhabahu wanaona. Hawasemi sijui kwa sheria za kanisa lao, hawasemi sijui kwa sababu utaratibu, hawasemi sijui kwa sababu wamechoka kusema, haijulikani. Lakini mbele ya Bwana hakuna msamaha wa kusema kwamba nilishindwa kusema labda kwa sababu wasikia. Sema. Sisi tunafundisha, mafundisho ni yale yale, miaka nenda miaka rudi, lakini yanaendelea kufundishwa. Walikuwepo, tutakuwepo na tutaondoka, watakuja wengine watafundisha kile kile. Neno la Mungu ni lile lile. Kwa hiyo nimeona nikuambie jambo hili, uwe makini hasa katika dunia leo. Na ninawasihi wapendwa, someni Biblia. Soma Biblia.
soma Biblia. Narudia tena, soma Biblia. Watu wengi wanachukua mafundisho kwenye Biblia ambayo wanatamka wanavyotaka wao. Mtu anasema jambo ambalo hata kwenye Biblia halikuandikwa hivyo, anawalisha watu na watu wanafurahia na watu wanalipokea na watu wanaliishi. Lakini ukilichukua lile neno bila hata kutafuta lugha ya kibibilia kwamba labda neno hili linatamkwa kwa lugha ya kibibilia, kwa lugha ile ile iliyoandikwa, ukilisoma tu unaelewa kwamba alichosema yule sicho kilichoandikwa. Tayari ni tofauti kubwa, na mtu kashafurahia, ameenda kusikiliza mafundisho ya kudakadaka mitandaoni, anasema neno la Mungu linasema hivi, hajasoma Biblia. Lakini mimi ninapokuambia neno la Mungu linasema hivi, ukichukua Biblia yako ukisoma, utaona kwamba nimepatia ama nimekosea. Kama nimekosea utasema hapa mtumishi amepitiwa. Kwa hiyo wewe utakuwa umeelewa, nitakuwa sijakulisha cha kwangu, bali nimekulisha neno, ingawaje mimi kuna mahali pengine nimekosea, lakini ulipopitia ukapatia. Kwa hiyo utakuwa umekuwa sehemu salama zaidi. Lakini mwingine anasikiliza tu neno. Yaani kuna watu wanasikiliza tu neno, hawana Biblia. Neno likae ndani yako. Neno likae ndani yako. Mimi kazi yangu ni kukupa maarifa. Ndio maana kila nikifundisha, nikifika kwenye kifungu nasema chukua Biblia yako. Soma Biblia yako. Usipende kusoma Biblia za kwenye simu kwa sababu ni hatari. Hizo Biblia nyingi zimechakachuliwa. Kwa hiyo kuwa makini. Chukua Biblia ya kawaida ambayo inaaminika, nunua sehemu ambayo una uhakika nayo, soma Biblia yako. Hauna Biblia, pendelea kuandika maandiko pembeni. Ukifika nyumbani kwako chukua Biblia, ofisini kwako chukua Biblia, ama mahali popote ambako Biblia yako ipo chukua, soma, hakikisha yale maneno ili neno la Mungu likae ndani yako. Ni matumaini yangu umenielewa. Na kiu yangu ya kusema hii naona imeisha moyoni wangu. Nina imani kabisa Roho Mtakatifu anataka kusema na mmoja kati yetu. Kama si mmoja, wawili, kama si wawili, watatu, na kama si watatu basi amekusudia kusema na wengi. Ninakushukuru kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya, na Mungu akubariki sana. Mimi mtumishi wa Mungu Norbert Sigodi Mpunga. Bye bye.